Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, nianze kwa kumshukuru Mola Jalla waala kwa kutuwafikisha kukutana katika jalsa hii ya ghafla, lakini nishukuru kwa kutuwafikisha kukutana katika jalsa hii ndani ya nyumba miongoni mwa nyumba zake, lakini katika muda miongoni mwa mida yake anaoipenda sana ndio muda wa Ramadhani. Niseme kwa hakika ni ziara ambayo imekuja haina jipya kwenu, isipokuwa tutakuwa na mapya mengi kwangu. Sasa tutakayosema atakayokufikisha Mwenyezi Mungu ni yale yale, lakini kama mnavyojua Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mapenzi yake na taufiki yake kubwa amenipisha jukumu ambalo tangu siku aliponiachia nalo sijapata usingizi ule wa binadamu unaopatikana mpaka hiyo sijalala na mpaka leo kula usingizi, lakini kila ninaposhtuka ninakumbuka eti niye ndio shehe wa Dar es Salaam, kwangu niwaambie ukweli wazee wangu, ndugu zangu, wao na mzigo mkubwa sana. Na hata kama ilikuwa kazi tu ya kidunia, wakati niliopewa haikuwa sawasawa, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi katika serikali au viwanda. Umri wangu mimi sasa ni wakati wa kustaafu, japokuwa naonekana mdogo mdogo. Leo hii tarehe hii ya 23 Jumapili leo, bila hakika kabisa mimi nikamilika umri wa miaka 59. Sasa 59, mnaonaje huko kwa kazini sasa hivi? Sitaiweka nasema mzee huyu kaibu bwana. Na tunashukuru Mungu amenipa kujisura na kijiongele kidogo kidogo, naonekana bado niko 30-40, lakini katika ile safari kwa mfano na kudalamu na hivi mimi niko wetu Allah au kama nakwenda Tanga nitatoka maji mapana sehemu yote gari na nyuma amaru umati mabaina 60-70 maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hilo mimi linanifikirisha, linanidhanisha, lakini pia linanipelekea wakati mwingine wakimbia wangu wa moyo kubadilika kidogo, kwa sababu najua miongoni mwa maswali nitakayokuwa kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku tukutana naye, uliwafanyia nini watakuokoa? Hiyo ni swali muhimu sana. Mungu ataniuliza, uliwafanyia nini watu wa Mji Mwema, watu wa Kibada, watu wa Ungizoni? Uliwafanyia nini watu wa Kuruni? Uliwafanyia nini watu wa Mabutande, Kivule, Gogoramboto, Kunduchi, Pugu, Bunju, Mikoteni, Msasani na Magomeni, Kariakoo? Ubungo uliwafanyia nini? Ili swali kila nikikaa basi najikuta hapana, sitakiwi kulala mpaka niinuke. Kwa hiyo nikawaambia watu ambao mara kwa mara tunakuwa nao karibu, hapana, angalau basi tufunge tena. Hakuna kitu tutawafanyia watu, lakini tufunge tena. Sayyidun nasi khadimuhum, kiongozi wa watu ni mtumishi wao.
Twendeni tukaangalia watu wanakusema nini. Taaraf taarif, Waarabu wanasema taaraf taarif. Jua hali za watu upate kujua, ndio tulichokujana. Mawaidha tutatoa sana, mawaidha ya kutosha. Binafsi tangu mwaka 90 nimeanza kutoa mawaidha mji wa Dar es Salaam, misikitini, maulidini, katika harusi, katika misiba, katika hakika, katika shughuli. Nikifika walimu kutoa mawaidha, kwa mawaidha nishakuwa sana. Kwa hiyo leo sina mawaidha, nimekuja niwaambie ukweli kwa sababu ni ziara ya taaraf taarif. Taaraf taarif. Nenda kabisa na mtawaki kwa kujua nini wanataka, nini hawataka, nini wanataraji kwako. Na tangu mwanzo nilisema huo ushirika wa mkoa kwa mimi sio ushirika wa kukaa ofisini. Nikae na kalamu na nikaandika, ni ushirika kwa maana ya kutembea leo na kupatikana ushirika msikitini, madarasani, katika majumba ya watu, katika maskani zao. Na kama mnavyojua, jiografia ya Dar es Salaam ndio Tanzania. Ndio Tanzania. Kwa hiyo tukagawa, mimi nimesema nitatembea na alhamdulillah kama Ramadhani imeanza, nilikwenda Temeke, nikafanya vikao kama hiki, nikajua haja za watu wa Temeke. Nikatoka Temeke, nikaenda Kinondoni. Kwa hiyo Kinondoni na ukamili hadi hivyo. Waomba watu msikitini kama hivi, alhamdulillah wakaitikia. Na leo tuko hapa, kisha tumebakia Ilala na Ubungo. Mungu akijalia siku hizi chache tutamaliza yote kwa hili. Lakini lengo ni waone na mnione na mnitume. Msalie tu najua, naelewa vizuri kuna haja nyingi sana kama Waislamu zinatakiwa kutekelezewa. Najua na naendelea kujua kwamba ili haja zile zitekelezwe ni lazima tushirikiane. Jambo dogo kwa mfano, wakati tunaingia katika nafasi hizi tuliwahi kutamka waziwazi kwamba kama Waislamu na sisi tunahitaji mambo yetu ya kiuchumi, ya kisiasa na ya kijamii. Ndio maisha ya kwa maisha ya mwanadamu, uchumi wake, siasa zake na mambo yake ya kijamii mitaani. Nikasema baada ya kuiona Dar es Salaam ilivyo na wingi wa Waislamu walioko Dar es Salaam na wingi wa basi haiwezekani tunakosa chetu kipindi ambapo tuko katika nafasi hii. Tunasema ikiapa hiki tumekifanya wakati kadhaa, nisema tumenikaa. Kwa hiyo tuzambuni nimekuja hii namna yake ni kama walivyokuwa maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufa walikuwa na desturi inayoitwa ya tafakkur, wanaitana taala na tafakkar saatan, njooni tufikiri angalau kitabu kidogo, ndio saa japo kidogo. Ndugu zangu, niwaambie ukweli, ulimwengu tunarudi sasa ni ulimwengu wa mashindano kutangazwa. Mimi najua katika wilaya nilipata basi kuongoza wilaya hii ya Kinondoni kwa vizuri sana. Kwa sababu nilipoingia nilifanya ziara kwenye maofisi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA walioko katika kila wilaya, na kila wilaya ilikuwa ikiwa, lakini nilikuta Kinondoni za mfano. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akibariki. Lakini yake ni yale ambayo mimi nimeyafanya mimi sikuwepo. Nimefanya nini? Sikuwepo. Sasa nataka na mimi niseme nifanye
katika wakati wangu wako Allah subhanahu wa ta'ala kumuuliza ulifanya nini kwa watu wa Kigamboni, niseme nimefanya kitu kile. Mungu mimi nifanya kile kinanitosha kile, au nasema ni kama sasa leo tunakuja hapa, mimi nataka niwasikilize tunataka nini Kigamboni. Basi tukataza tunataka nini Kigamboni, niondoke na hicho kwamba Kigamboni bwana sisi hichi tunacho, lakini hiki ya tu nipea hivyo. Usizungumzie migogoro ya misikiti, najua hivyo usizungumzie migogoro ya misikiti, ile haiwezi kuondoka mpaka tunakufa migogoro ya misikiti. Kata ya Tanzania tutagogorana, lakini vitu Imam Shafi anasema yafna al-ibadu wala yafna al-adab, yafna al-ibadu wala yafna akasema faktar li nafsika ma yahlu bika al-adab. Waja wote watapotea, lakini walioyafanya hayatapotea. Basi chagua unaacha kipi kilichopotea baada ya wewe kupotea, ambacho kitamu kizuri kinachoandikiwa kwa lengo langu mzuri. Kwa hiyo ninasema neno fupi, kisha baadaye nitasikiliza hii hadhira. Sasa hapo nyinyi mtawasikiliza mpaka saa 9 au mpaka saa 10, ili mradi niache tu kawaida kufundisha darasa la tafsiri kitakaa alasiri, lakini nyie ndio wenye mkutano huu, sio mimi. Sasa tumezoea kuona haya kwa wanasiasa tu. Sisi Waislamu wakija kwa kawaida chini kasema kaondoka. La, mimi ndio kwa Waislamu na kanyaandike. Kigamboni haja yao ni hapa, kisha mimi na kukaa ofisini na hao wa ofisi wenzangu tujue tunataka kuweka ili turudi tena. Lakini kikubwa tunataka kusema tunawashauri wa Ramadhani. Ndio hivyo. Tuko katika mwezi wa Ramadhani wa mwaka 2025. Sawa. Kila mmoja anajua hili Ramadhani yake ya ngapi. Labda mawili ni hayo sasa kidogo. Kila mmoja anajua hili Ramadhani au tunafunga tunatumi Ramadhani ya ngapi tangu tumejaliwa kufunga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu amejalia umri wake kama Ramadhani 9 tu. Ramadhani 9 ndio Mwenyezi Mungu amejalia ndio akaondoka nazo. Na alhamdulillah Ramadhani za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ramadhani za Mtume. Sidhani kama kuna ambayo ina kombo, lakini kama mimi nimebale katika miaka ya 80 kwa mwanzo, ukipiga hesabu kujalia nimebale kwa mwaka 82. Haya 82 mpaka 92 Ramadhani 10. Sawa? Mpaka 2002 20 mpaka 2012 mpaka 2022 40. Ayaongeza miaka minne mbele. Mitatu. Kwa Ramadhani ngapi? 40 na hii 43. Al-insanu ala nafsihi basira wal alfa. Nasijua mimi mwenyewe Ramadhani. Sasa naomba na wewe kwa idhaa ya leo tupige hesabu. Sasa hivi hapa kufanya hivi. Mwana mmoja kwa moja utajua hii ya ngapi na ifunguze kama unaweza moja moja. Leo ikitokea mfano kubwa Ramadhani hizi na kutosha. Kwa sababu lengo la Ramadhani mafama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mwenye kufunga Ramadhani sawasawa kwa kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu kusamehe madhambi yake. Ramadhani zetu hizi zimetusameheleza madhambi, bali insanu ala nafsihi walau alfa. Mwenye Mtume hata mimi nilifika na Ramadhani hii 43. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Ramadhani 9 tu, yote hivyo. Lakini kuna mtu kama Imam Nawawi ya Allah alikuwa kwa muda wa miaka mingapi? 45 kwa Ramadhani ngapi?
hamna kitu chake. Ramadhani kama hii. Mimi na wewe ni Ramadhani sabini tunatosha, au Ramadhani kwa majina tu, Ramadhani kwa maana ili tuelewe haya ni mambo. Maana ya kukali Ramadhani ni Ramadhani kubeba Ramadhani yote. Hapa Ibn mmoja katika wanachuoni wa Madina wanasema mwanadamu siku zake ni tatu. Na Madina pia ni watu wenyewe. Mwanadamu siku zake ni tatu. Ana jana, ana leo na ana kesho. Basi wakati uliopita ulioko na ujao, lakini siku tatu. Hata ukipita kidogo Alhamisi ijayo hiyo ni kesho. Sawa? Mwenyezi Mungu ameita kwa ujumla. Ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat. Hiyo kesho kitakuwa mdogo. Hiyo inaitwa kana. Basi sasa huyu bwana anasema katika siku tatu al-maudi fata. Al-maudi jana hiyo ikapita. Wal mu'ammal ghaibun, na hiyo kesho ni bahati mbaya, hujui utakuwepo au hautokuwepo. Fa anta fi saati allati anta fiha, wewe utakenge saa ambayo uko ndani. Anakwambia itazame zaidi leo yako. Kwa nini? Leo hii ukitumia vizuri ina uwezo mkubwa sana kurekebisha jana yako yote, kuanzia jana juzi mpaka huko ulipotoka. Ile umoja tu. Na leo hii ina uwezo mzuri wa kutayarisha kesho. Unaweza kufanya mambo leo kufanya mambo, uko kesho kwa sababu karibu leo inabeba. Kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hususan ukija katika mwezi wa Ramadhani kama chukua hii, maana kila kitu tunakwenda kwa ushahidi kama mahakamani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna lirabbikum fi dahrikum nafahat, Mwenyezi Mungu amekupeni katika umri wenu nafahat. Wanachuoni wanakuja kueleza baadaye nini maana ya nafahat. Lakini nafahat tunaweza kusema kwa lugha hii tunayojua ni kitu kama bonus, kitu kidogo ambacho kikipatia kinafanya makubwa. Sawa? Mwenyezi Mungu kwa kujua amekupa umri mfupi na mambo yako ni mengi, alwajibatu akthar au kama akakupenda akakupa vitu na fahari. Wanachuoni wamezigawagawa, kuna nafaha shakhsia, nafaha zamania, nafaha hadia, nafaha kadha. Darasa ni ndefu huko, ukiwakuta wenyewe na tafarika wanasema huko kama wanalia kuhusiana na nafahati. Miongoni mwa nafahati hizo kuna nafahati zamania kama hivi, wakati anasema amekupeni nyakati za nafaha fataara, zitumie vizuri, jipinde. Kwa nini? Faasa ahadun tusibuhu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Hadithi ya Malikaa. Inawezekana mmoja wenu akaitumia vizuri nafha wekewani. Inawezekana mtu wenu mmoja akabahatika akaitumia vizuri Ramadhani kama hivi, basi hawi muovu tena huko mbele. Kwa Ramadhani moja sio makosa. Huko mbele hata kuvuka huko, lakini kama umeipatia hii vizuri fala yashqa ba'daha abada. Mawida yake na Ramadhani hii na sasa hii na kitu jana mgomeni niliuzia watu kuhusiana na tofauti ya tarehe. Sheke leo ngani ndio Ramadhani ya 21. Basi juzi kitakani kwa uja tukampata mtu 21, tukapata 22, mwingine alikuwa kama kumwasi wa 64. Leo ya 64 mimi. Sasa tunataka kumwagana. Sasa tunataka na siku hiyo. Sasa pamoja na tofauti ya tarehe zetu, kiufupi tupo katika 10. Najua kuna dakika moja na dakika mbili. Ndivyo sivyo? Haya, lakini tupo katika 10 la mwisho ambalo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyoeleza, yeye bwana achana na kila kitu, ana haja ya nyumba wala wale uko ndani ya nyumba. Yeye ana haja na Allah subhanahu wa ta'ala. Akiama kabisa nyumbani
mchana yuko msikitini, usiku msikitini, mpaka mwezi unatoka analeta ihya mpaka anasawiri. Na mimi nikwambie, inawezekana uko moto tumeharibu, lakini hivi bila nusu tutaweza kutengeneza. Tuweni inshallah. Al-umuru bitawasi, mambo yanatakiwa mwisho, na ndani ya mwisho kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mavazi ya Lailatul Qadr. Tunahitaji Lailatul Qadr tuipate, na pia kusema tutafute katika witri hawake ile witri inawezekana usiku huu wa leo tunakwenda 23 usiku ule inawezekana leo Lailatul Qadr au 25 au kwa usiku wa 27 au 29, ili mradi sisi tupate zote. Tuweni inshallah. Kwa sababu Ramadhani hatuna uhakika kama alivyosema hapa Ramadhani muammal ghaibi, inawezekana